Mpenzi wa zamani wa bibi harusi alikuja harusini bila kualikwa, na bibi harusi alihakikisha kwamba hakupewa chakula. Ukumbi ulikuwa umejaa watu, vicheko vikichanganyika na muziki wa taratibu uliopigwa na bendi ya kienyeji. Wazee walikuwa wameketi upande mmoja wakitazama kila kitu kwa utulivu, huku vijana wakizunguka wakipiga picha na kusalimiana. Harusi ya Neema ilikuwa imezungumzwa kwa muda mrefu, si kwa sababu ya mapambo, bali kwa sababu ya mwanaume aliyekuwa anaolewa naye. Baraka alikuwa mtu wa heshima, mwenye mali, lakini mwenye tabia ya unyenyekevu iliyowafanya watu wamheshimu zaidi. Watu wengi walishangaa jinsi Neema alipata nafasi hiyo, lakini waliishia kusema tu ni bahati yake. Lakini nyuma ya tabasamu la Neema kulikuwa na kitu kilichofichwa. Alikuwa akitabasamu kwa nguvu, si kwa amani. Macho yake yalikuwa yakizunguka ukumbini kana kwamba anatafuta kitu au mtu. Na ndipo milango ilifunguliwa pole pole. Mwanaume mmoja aliingia kimya kimya. Hakukuwa na kelele, lakini uwepo wake ulivuta macho ya wachache waliokuwa karibu na mlango. Alivaa suti rahisi, uso wake ukiwa na uchovu wa safari ndefu. Jina lake lilikuwa Juma. Hakuna aliyemkaribisha, hakuna aliyemsalimia kwa shauku, lakini Neema alipomwona, tabasamu lake lilipotea kwa sekunde chache. Aligeuza uso haraka, kana kwamba hakutaka mtu yoyote atambue, lakini tayari moyo wake ulikuwa umeanza kupiga kwa nguvu. Juma alisimama pembeni ya ukumbi, akitazama kila kitu kwa macho yaliyokuwa na mchanganyiko wa huzuni na ujasiri. Hakukuja kwa bahati mbaya. Alijua vizuri kuwa hakuwa amealikwa, lakini bado alikuja. Watu wachache walikuwa wakimwangalia kwa mashaka. Mwanamke mmoja aliyekuwa karibu naye alinong'ona kwa mwenzake, "Huyu si ndiye aliyekuwa na Neema zamani?" Mwenzake alijibu kwa sauti ya chini, "Ndiyo, lakini si walitengana vibaya?" Maneno hayo yalifika masikioni mwa mhudumu mmoja ambaye alimtazama Juma kwa jicho la tahadhari. Upande wa mbele, Neema alikuwa ameketi karibu na mume wake mtarajiwa, lakini akili yake haikuwa pale. Alikuwa akihisi uwepo wa Juma bila hata kumtazama moja kwa moja. Baraka aligeuka na kumwangalia. "Unaonekana mbali kidogo leo," alisema kwa sauti ya upole. Neema alitabasamu kidogo. "Hapana, niko sawa," alijibu, lakini sauti yake haikuwa na uzito wa ukweli. Ndani yake, kumbukumbu zilianza kurudi, siku za zamani, maneno ambayo hayakumalizika na ahadi ambazo hazikutimizwa. Na sasa, mtu huyo alikuwa hapo, si kama kumbukumbu, bali kama ukweli uliosimama umbali wa hatua chache tu. Wakati chakula kilianza kugawiwa, wageni walipangwa kwa heshima yao. Wazee walihudumiwa kwanza, kisha familia ya karibu, halafu wageni wengine. Juma alibaki pale pale, bila kusogea mbele. Mhudumu mmoja alimkaribia kwa tahadhari. "Samani, uko kwenye orodha ya wageni?" aliuliza kwa heshima iliyokuwa na mipaka. Juma alitabasamu kidogo. "Hapana," alijibu kwa utulivu. Mhudumu huyo alisita kwa sekunde chache. Kisha akasema, "Basi tafadhali, kaa pembeni kidogo." Maneno hayo hayakuwa makali, lakini alikuwa wazi. Toko mbali, Neema alikuwa anaangalia kila kitu. Hakukuwa na mtu mwingi aliyekuwa akimfuatilia Juma kwa makini kama yeye. Alimuita mmoja wa wasichana waliokuwa wanahudumia. "Hakikisha yule mtu hapewi chakula," alisema kwa sauti ya chini, lakini yenye msisitizo. Msichana alishangaa kidogo. "Yule wa suti ya kahawawe?" Neema alitikisa kichwa polepole. "Ndiyo, tafadhali." Aliposema hivyo, alihisi kitu kinamkaba moyoni, lakini hakubadilisha uamuzi wake. Kwa upande mwingine, Juma aliona sahani zikigawiwa, harufu ya chakula ikimfikia, lakini hakuna aliyemletea hata maji. Alisimama tu na kusubiri. Muziki uliongezeka kidogo na watu wakaanza kucheza kwa furaha. Lakini katikati ya kelele hizo kulikuwa na ukimya uliomzunguka Juma. Hakuna aliyemwalika kucheza, hakuna aliyemkaribia, lakini macho ya mtu mmoja yalikuwa juu yake muda wote. Baraka. Alikuwa amemuona tangu aingie. Hakujua ni nani hasa, lakini alihisi kuna kitu kisicho cha kawaida.
Alimuita mmoja wa jamaa zake. "Yule mtu pale, unamfahamu?" aliuliza. Jamaa alimtazama Juma kwa makini, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Huyo ni Juma. Walisema alikuwa na Neema zamani." Baraka alinyamaza kwa sekunde chache. "Hivyo?" "Ndiyo, lakini walitengana vibaya sana." Maneno hayo yalikaa akilini mwake Baraka. Alimtazama Neema ambaye sasa alikuwa anacheka na wageni wengine kana kwamba hakuna kinachomsumbua. Lakini Baraka alianza kuona tofauti. Tabasamu lake lilionekana kulazimishwa. Na kila mara alipogeuka upande wa mlango, macho yake yalikuwa yanamtafuta mtu yule yule, mwanaume ambaye hakupewa hata sahani ya chakula. Jua lilianza kushuka polepole na taa za ukumbi zikaanza kuwashwa. Harusi ilikuwa inaingia hatua yake ya mwisho, hotuba. Watu walikaa kwa utulivu wakisubiri kusikia maneno ya mwisho kutoka kwa wanandoa. Lakini kabla ya hilo, kulikuwa na utamaduni mmoja wa familia ya Baraka: mgeni yoyote anaweza kupewa nafasi ya kusema neno. Baraka alisimama na kusema, "Kama kuna yoyote anayependa kusema neno, leo ni siku ya furaha. Karibuni." Kulikuwa na ukimya mfupi, kisha Juma alisogea mbele. Moyo wa Neema uliruka. "Hapana," alinong'ona chini ya pumzi, lakini tayari alikuwa amesimama katikati ya ukumbi. Watu waligeuka kumtazama. Wengine walishangaa, wengine walitabasamu kwa kejeli ndogo. Juma alishika kipaza sauti kwa mkono uliotulivu. "Samahani kama sijaalikwa," alianza kwa sauti ya upole, "lakini kuna jambo nilihitaji kusema kabla hujafungwa ukurasa huu kabisa." Ukumbi mzima ukawa kimya, na Neema alihisi kama siri aliyoficha kwa miaka mingi ilikuwa karibu kufunguliwa mbele ya kila mtu. Ukumbi ulikuwa kimya kiasi kwamba hata sauti ya pumzi ilisikika. Juma alisimama akiwa ametulia, macho yake yakitazama moja KWA moja mbele, lakini si kwa wageni. Alikuwa akimtazama Neema. "Najua wengi wananiona kama mtu asiye na heshima leo," alianza polepole, "lakini kuna wakati ukimya huwa mzigo mkubwa kuliko aibu." Neema alishika mkono wa Baraka kwa nguvu kidogo. "Usisikilize," alinong'ona kwa sauti ya chini, lakini Baraka hakujibu. Alikuwa akimwangalia Juma kwa makini zaidi sasa. Juma aliendelea, "Neema, niliahidi siku moja nitakwambia ukweli wote. Leo si kwa ajili yangu, bali kwa ajili yako." Watu wakaanza kunong'ona. Mwanamke mmoja alisema, "Hii sio kawaida kwenye harusi." Lakini hakuna aliyemzuia. Neema alinyanyuka kidogo, akionekana kama anataka kuondoka, lakini miguu yake ilikataa kusogea. Alijua huyu mwanaume hakuja kwa bahati, na alichokuwa nacho kilikuwa hatari. Baraka alisimama taratibu. Sauti yake ilikuwa tulivu, lakini ilibeba uzito. "Endelea," alisema. Maneno haya yalimshtua Neema zaidi kuliko hotuba ya Juma. "Baraka, tafadhali," alisema kwa sauti ya kuomba. Lakini Baraka alimwangalia tu, macho yake yakiwa makini, si ya hasira, bali ya kutafuta ukweli. Juma alitikisa kichwa kidogo kama ishara ya shukrani. "Kuna mambo ambayo hayakuisha vizuri kati yangu na Neema," alisema, "na siwezi kujifanya kwamba hayakuwepo." Ukumbi ukawa kimya tena. "Kuna siku niliondoka, si kwa sababu nilitaka," aliendelea, "bali kwa sababu niliambiwa nisirudi tena." Neema alifumba macho kwa sekunde chache. Alikumbuka siku hiyo, maneno makali, uamuzi wa haraka, lakini Juma hakusema kila kitu. Aliacha sehemu kubwa ya ukweli, na hiyo ndiyo iliyokuwa inamfanya Neema aogope zaidi, kwa sababu ukweli ule ulikuwa haujulikani na mtu mwingine yoyote, hata Baraka. Wazee waliokuwa mbele walianza kubadilishana macho. Mzee mmoja alisema kwa sauti ya chini, "Vijana wa siku hizi wana mambo mengi ya siri." Lakini macho yote yalibaki kwa Juma. Juma alivuta pumzi ndefu. "Nilikaa kimya kwa miaka mingi," alisema, "nikiheshimu uamuzi wake." Alimwangalia Neema moja kwa moja. "Lakini leo nimeona siwezi kuendelea kuwa kimya." Neema alitikisa kichwa haraka. "Hapana, tafadhali usifanye hivi." Lakini sauti yake haikufika mbali. Baraka sasa alikuwa kimya kabisa. Hakusema kitu, lakini macho yake alikuwa yanazunguka kati ya wawili hao. Kuna kitu hakikuwa sawa na halikihisi.
Juma aliinua mkono kidogo kama mtu anayeomba uvumilivu. Siko hapa kuharibu furaha, alisema. Niko hapa kuhakikisha hakuna mtu anayejenga maisha juu ya kitu kisicho kamili. Maneno hayo yaligonga ukumbi mzima. Na kwa mara ya kwanza, watu walianza kuhisi kuwa hii si hadithi ya kawaida ya mapenzi yaliyopita. Kulikuwa na kitu zaidi. Neema alisimama ghafla. Hii imezidi, alisema kwa sauti iliyotetemeka. Unaweza kuondoka sasa. Lakini Juma hakusogea. Badala yake, alisema kwa utulivu, naweza kuondoka, lakini ukweli utaendelea kubaki. Ukumbi ukawa na mvutano mzito. Baraka aligeuka kumwangalia Neema. Ni ukweli gani? Aliuliza polepole. Neema hakujibu mara moja. Alimeza mate, akitafuta maneno, lakini hakukuwa na jibu rahisi. Juma aliangalia chini kwa sekunde chache, kisha akasema, kabla hujaamua kumuona Neema, kuna kitu unapaswa kujua. Maneno hayo yalifanya watu wengi kuvuta pumzi kwa pamoja. Neema alishika kichwa chake kidogo. Huu ulikuwa ule wakati aliokuwa akiogopa. Lakini bado Juma hakuwa amefungua kila kitu. Alikuwa anacheleweshwa kwa makusudi. Na kila sekunde iliyopita ilifanya hali kuwa nzito zaidi. Juma alinyanyua macho yake polepole. Neema si mtu mbaya, alisema kwa sauti tulivu, na sitaki aonekane vibaya mbele yenu. Maneno hayo yaliwashangaza wengi, hata Neema mwenyewe. Lakini Juma aliendelea. Lakini kuna kitu kilitokea miaka iliyopita, kitu ambacho hakijawahi kusemwa. Baraka alisogea hatua moja mbele. Semaje wazi, alisema. Juma alitikisa kichwa. Sitaki kusema kila kitu hapa, lakini siwezi pia kuacha bila kusema chochote. Ukumbi ukawa kama umeshikilia pumzi. Kisha Juma alisema taratibu. Niliondoka siku ile, nikiwa nimeacha kitu nyuma. Neema alifumba macho tena. Sasa hofu lake ilikuwa wazi. Hakukuwa tena na nafasi ya kujificha. Baraka alikunja uso kidogo. Kitu gani? Aliuliza. Juma hakujibu mara moja. Aliangalia watu wote. Kisha akamwangalia Neema. Na hapo ndipo alisema maneno ambayo yalibadilisha kila kitu. Si mali, si pesa, bali maisha. Ukumbi mzima ulikaa kimya ghafla. Hakuna aliyesema neno. Maisha? Baraka alirudia, KWA, sauti ya chini. Juma alitikisa kichwa polepole. Ndiyo, niliondoka, nikiwa nimeacha maisha nyuma. Watu wakaanza kunong'ona tena, lakini safari, HIIK, kwa hofu. Neema alishika kiti chake kwa nguvu. Hii sio kweli, alisema kwa sauti dhaifu. Lakini hata yeye mwenyewe alijua kuwa sauti yake haikuwa na nguvu ya kupinga. Baraka aligeuka kumwangalia. Unasema nini Neema? Neema alitikisa kichwa, machozi yakianza kujikusanya. Ni mambo ya zamani, hayahusiani na leo. Juma aliongeza kwa utulivu, yanahusiana sana na leo. Maneno hayo yaligonga kama radi. Mzee mmoja alisimama kidogo, akasema, vijana, HIIK sio njia ya kufanya mambo. Lakini hakuna aliyemsikiliza, kwa sababu sasa kila mtu alitaka kujua ni maisha gani yaliyoachwa nyuma. Baraka alisimama kimya kwa muda mrefu. Hakukuwa na hasira kwenye uso wake, kulikuwa na tafakari. Naomba uendelee, alisema hatimaye. Neema aligeuka kwake haraka. Hapana, hii sio muhimu sasa. Lakini Baraka alitikisa kichwa. Kama kuna ukweli, ni bora nijue leo kuliko kesho. Maneno hayo yalimvunja Neema ndani kwa ndani. Juma alivuta pumzi ndefu. Miaka 6 iliyopita, tulikuwa pamoja, alisema. Tulipanga maisha, tulikuwa na ndoto. Alitulia kidogo. Lakini siku moja, kila kitu kilibadilika. Neema aliketi chini polepole, macho yake yakitazama chini. Alijua Juma anaenda wapi na hadithi hii, na hakukuwa na njia ya kuizuia sasa. Juma aliendelea. Kabla sijaondoka, nilijua kuna kitu kilikuwa kinakuja. Ukumbi ulikuwa kimya kabisa. Kitu ambacho kingebadilisha maisha yetu milele. Baraka alikaza macho yake kidogo. Sasa alianza kuelewa, lakini bado hakuwa na picha kamili. Mwanamke mmoja upande wa nyuma alinong'ona, unamaanisha mtoto? Hakuna aliyemjibu, lakini swali lake lilikaa hewani. Juma hakusema ndiyo wala hapana. Alimtazama Neema tu, na hiyo ilitosha. Neema alifunika uso wake kwa mikono kwa sekunde chache, kisha akaondoa polepole. Nilikuwa naogopa, alisema kwa sauti ya chini.
Ukumbi mzima ulimsikiliza sasa. Nilikuwa mdogo, sikujua nifanye nini. Machozi yakaanza kushuka polepole. Niliona maisha yangu yanaenda kubadilika kwa njia ambayo sikuwa tayari nayo. Baraka alimtazama kwa makini sana. Huu ulikuwa upande wa Neema ambao hajawahi kuuona. Juma alisimama kimya, akimpa nafasi aongee. Neema aliendelea. Nilimwambia aondoke. Nilimwambia sinifuate tena. Alinyamaza kidogo. Lakini sikumwambia ukweli wote. Ukumbi ulikuwa kama umesimama, kwa sababu sasa kila mtu alihisi. Ukweli huo bado haujasemwa kabisa. Baraka alichukua hatua moja mbele. Ukweli gani? Aliuliza polepole. Neema alimtazama, macho yake yakiwa na maumivu. Huwezi kuelewa, alisema. Baraka alijibu kwa utulivu. Nisaidie nielewe. Kulikuwa na ukimya mzito tena. Juma aliongea kwa mara nyingine. Hakuniambia kila kitu siku ile. Aligeuka kumwangalia Baraka moja kwa moja. Na ndiyo sababu nipo hapa leo. Neema alitikisa kichwa. Nilifanya kile nilichofikiria ni bora, lakini sauti yake ilikatika, kwa sababu hata yeye mwenyewe hakuwa na uhakika tena kama ilikuwa kweli. Juma aliendelea. Niliporudi baada ya muda, sikupewa nafasi ya kuuliza. Nilifukuzwa kama mtu asiye na thamani. Maneno hayo yaligusa mioyo ya baadhi ya wazee waliokuwa pale, kwa sababu walijua haya sio mambo madogo, haya ni mambo yanayoweza kuvunja familia. Baraka alinyamaza kwa muda mrefu. Kisha akauliza swali moja ambalo kila mtu alikuwa anasubiri. Mtoto yuko wapi? Ukumbi mzima ulivuta pumzi kwa pamoja. Neema alifumba macho yake polepole. Hakujibu. Juma naye hakujibu mara moja. Aligeuza macho yake pembeni kana kwamba anatafuta nguvu ya kusema. Dakika chache zilionekana kama saa nzima. Kisha Juma alisema kwa sauti ya chini, ndio sababu niko hapa. Baraka alikunja uso. Hujajibu swali langu. Juma alimwangalia moja kwa moja. Kwa sababu hata mimi sikuwahi kumuona. Ukumbi ulilipuka kwa minonono. Unamaanisha nini? Mtu mmoja aliuliza kwa sauti. Juma alitikisa kichwa polepole. Aliniambia niache kila kitu nyuma, na nikafanya hivyo. Alimtazama Neema kwa uchungu. Lakini sikuacha kuuliza moyoni mwangu, mtoto wetu alienda wapi? Neema sasa alikuwa akilia wazi wazi. Na kwa mara ya kwanza, Baraka alihisi ardhi chini ya miguu yake inaanza kutikisika. Ukumbi ulikuwa umejaa sauti za minongono, lakini hakuna aliyethubutu kusimama waziwazi kuingilia kati. Baraka alibaki kimya KWA muda, macho yake akimwangalia Neema bila kupepesa. Niambie ukweli, alisema KWA, sauti tulivu lakini nzito. Neema alifuta machozi yake haraka, lakini hayakuisha. Nilifanya makosa, alisema polepole. Juma alisimama kimya, akingoja. Nilikuwa naogopa maisha, na niliogopa kupoteza kila kitu. Neema aliendelea. Mzee mmoja alitikisa kichwa. KWA huzuni. Hofu huleta maamuzi mabaya, alinong'ona. Neema alikubali KWA machozi. Ndiyo, na niliamua kuficha kila kitu. Baraka alikunja uso kidogo. Ulimficha nani? Ukumbi ulikuwa kimya tena. Neema alifungua mdomo wake kusema, lakini sauti iligoma kutoka. Juma aliongeza KWA upole. Alikuwa peke yake kufanya uamuzi ule. Maneno hayo yalizidi kumfanya Neema ahisi uzito wa kosa lake, kwa sababu sasa hakukuwa na sehemu ya kujificha tena. Baraka aliketi polepole, akionekana kama mtu anayechakata jambo zito. Kwa hiyo kulikuwa na mtoto, alisema KWA utulivu. Hakuna aliyepinga. Hilo lilikuwa jibu lenyewe. Na mtoto huyo hayuko hapa, aliongeza. Neema alitikisa kichwa KWA machozi, lakini bado hakusema alipo. Juma alisimama mbele kidogo zaidi. Ndio maana nimekuja, alisema. Baraka alinyanyua macho yake. Unataka nini? Juma alijibu bila kusita. Ukweli ujulikane. Watu wengine walitikisa vichwa wakiona kuwa hilo lilikuwa jambo la haki, lakini wengine waliona kama hii ni kuvuruga harusi. Neema alishika tumbo lake kidogo, ishara ya maumivu ya ndani. Si rahisi kama unavyofikiria, alisema. Juma alitikisa kichwa. Najua, lakini ukweli haupaswi kufichwa milele. Baraka alifunga macho yake KWA sekunde chache. Alikuwa katikati ya furaha na maumivu.
na hakujua bado upande gani atachagua. Mzee mmoja wa familia Baraka alisimama. Hili jambo haliwezi kuendelea hivi, alisema KWA, sauti ya mamlaka. Ni lazima tujue ukweli wote. Ukumbi wote ulitulia tena. Neema alimtazama mzee huyo KWA hofu. Alijua sasa hakuna kurudi nyuma. Baraka alisimama tena. Ndiyo, nataka kujua kila kitu, alisema. Juma alitikisa kichwa, akionekana kuwa tayari kusema zaidi, lakini kabla hajaanza, Neema alisema KWA haraka. Mtoto yuko hai. Ukumbi ulivuta pumzi kwa pamoja. Hilo lilikuwa jambo kubwa zaidi lililosemwa hadi sasa. Baraka alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Yuko wapi? aliuliza. Neema alitazama chini. Kimya. Juma alimwangalia KWA makini. Hii ndiyo ilikuwa sehemu ambayo alikuwa akisubiri kwa miaka mingi, lakini bado Neema alisita, kwa sababu ukweli huo ulibeba zaidi ya maneno. Neema aliketi tena, mikono yake ikitetemeka. Nilipomzaa sikuwa na nguvu ya kumlea, alisema polepole. Watu wachache walitikisa vichwa. KWA huruma. Katika jamii nyingi, hali kama hiyo iliwahi kutokea, lakini bado haikupunguza uzito wa maumivu yake. Nilimkabidhi mtu, aliendelea. Baraka alistuka kidogo. Mtu gani? Neema hakujibu mara moja. Aligeuka kumtazama Juma. Kwa mara ya kwanza, macho yao yalikutana bila kuwepa. Kulikuwa na historia, maumivu na maneno ambayo hayakuwahi kusemwa. Nilimpa mtu ambaye nilidhani angeweza kumlea vizuri kuliko mimi, alisema. Juma alikaza macho yake kidogo. Alikuwa anajaribu kuelewa, lakini bado picha haikuwa kamili. Baraka aliketi kimya. Na huyo mtu yuko wapi sasa? Neema alimeza mate. Hapo ndipo ukweli ulianza kuwa mzito zaidi. Sasa mambo yalikuwa yanabadilika kutoka hadithi ya watu wawili kuwa jambo la kila MTU. Baraka aligeuka kuangalia watu waliokuwa wameketi. Unamaanisha nini? Aliuliza kwa sauti iliyobadilika kidogo. Neema alisimama polepole. Alionekana dhaifu, lakini alikusanya nguvu zake zote. Nilimkabidhi kwa mtu wa familia, alisema. Wazee waliokuwa mbele waliinua vichwa vyao. Juma alisogea hatua moja mbele. Ni nani huyo? Aliuliza kwa sauti iliyokuwa na mchanganyiko wa matumaini na hofu. Neema alifumba macho kwa sekunde chache. Kisha akafungua, na macho yake yakasimama kwa mtu mmoja aliyekuwa ameketi kimya tangu mwanzo. Mwanamke wa makamu, aliyekuwa amekaa kwa utulivu bila kusema neno lolote. Ukumbi wote uligeuka kumtazama, na hapo ndipo siri nyingine ilianza kufunguka. Ukumbi ulikuwa kimya, macho yote yakimwangalia mwanamke wa makamo aliyekuwa ameketi mbele. Alijulikana kama Mama Rehema. Alikuwa mtu wa heshima aliyekuwa akihudhuria matukio ya familia nyingi. Hakuna aliyewahi kumtilia shaka, lakini sasa macho yote yalikuwa juu yake. Baraka aligeuka kumtazama. Mama, Neema anamaanisha nini? Mama Rehema alikaa kimya kwa sekunde chache. Alishika mkono wake, kana kwamba anatafuta nguvu ya kusema. Neema alimtazama kwa macho yenye maumivu. Samahani, sikuweza kusema mapema, alisema. Juma alisogea mbele zaidi. Ni wewe? Aliuliza kwa sauti ya chini. Mama Rehema alinyanyua macho yake polepole. Ndani yake kulikuwa na ukweli ambao ulikuwa umefichwa kwa miaka mingi. Ndiyo, alisema kwa sauti tulivu. Ukumbi ulivuta pumzi kwa pamoja. Mtoto nilimlea mimi. Maneno hayo yalipiga kama radi ndani ya ukumbi. Juma alishika kichwa chake kidogo. Kwa miaka yote hii ulikuwa unajua? Mama Rehema alitikisa kichwa. Ndiyo. Baraka alionekana kupoteza mwelekeo kwa sekunde chache. Na hakuna aliyeniambia? Aliuliza kwa huzuni. Neema alilia zaidi. Niliogopa. Nilijua ungeondoka kama ungejua ukweli. Baraka hakujibu mara moja. Aligeuka kuangalia chini, kwa sababu ndani yake alikuwa anapambana na jambo kubwa. Upendo wake kwa Neema na ukweli uliokuwa umefichwa. Juma alisogea karibu na Mama Rehema. Yuko wapi sasa?
aliuliza kwa sauti iliyotetemeka. Mama Rehema alitazama pembeni kidogo. Yuko hapa, alisema polepole. Ukumbi ulishtuka tena, kwa sababu sasa mtoto huyo hakuwa mbali, alikuwa ndani ya ukumbi huo huo. Watu wote walianza kuangalia kila upande wa ukumbi. Moyo wa Juma ulikuwa unapiga kwa nguvu sana. Ni nani? Aliuliza kwa sauti iliyochanganyika na hofu na matumaini. Mama Rehema alisimama polepole. Aligeuka upande wa nyuma wa ukumbi. Njoo hapa mwanangu, alisema kwa upole. Mtoto mdogo alisimama kutoka kiti cha nyuma. Alikuwa mvulana wa miaka kama 6. Alivaa nguo safi, macho yake yakiwa na utulivu wa ajabu. Hakujua kabisa uzito wa kile kinachoendelea. Alitembea polepole kuelekea mbele. Ukumbi wote ulikuwa kimya, wakimwangalia. Juma alishindwa hata kupumua vizuri. Macho yake yalijaa machozi alipomwona mtoto huyo kwa mara ya kwanza. Kulikuwa na kitu kilichofanana: sura, macho, hata namna alivyotembea. Neema alilia zaidi, kwa sababu sasa ukweli ulikuwa mbele ya kila mtu. Mtoto alisimama karibu na Mama Rehema, akimshika mkono. Mama, kuna nini? Aliuliza kwa sauti ya kawaida kabisa. Hakujua kuwa maisha yake yanabadilika mbele ya watu wote. Juma alisogea hatua moja mbele. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi. Huyo ni wangu? Aliuliza kwa sauti ya chini sana. Mama Rehema alimtazama kwa upole. Ndiyo, alisema. Juma alifunika mdomo wake kwa mkono. Hakuweza kuzuia hisia zake. Kwa miaka mingi aliishi na swali, na sasa jibu lilikuwa mbele yake. Baraka alisimama pembeni, akitazama kila kitu. Hakusema neno, lakini ndani yake dunia yake ilikuwa inabadilika. Neema alisogea karibu kidogo. Samahani, alisema kwa sauti ya maumivu. Lakini hakujua kama msamaha ungeweza kurekebisha yote. Ukumbi ulikuwa umejaa hisia, wengine wakilia, wengine wakiwa kimya kabisa. Baraka hatimaye alichukua hatua mbele. Alimtazama mtoto, kisha Juma, kisha Neema. Kila kitu kilikuwa wazi sasa. Lakini swali kubwa lilikuwa bado. Atafanya nini? Neema alimtazama kwa hofu. Najua nimekosea, lakini nilifanya kwa hofu, alisema. Baraka halinyamaza kwa muda mrefu. Kisha alisema polepole, ukweli umechelewa, lakini umefika. Juma alimwangalia KWA makini. Hakujua Baraka atasema nini baada ya hapo. Ukumbi mzima ulikuwa kimya, kila mtu akisubiri uamuzi mmoja. Baraka aligeuka kumtazama mtoto tena. Kulikuwa na upole kwenye macho yake sasa. Kisha akasema maneno ambayo hakuna aliyotarajia. Mtoto hana hatia. Ukumbi ulivuta pumzi KWA pamoja, lakini bado uamuzi wake kuhusu Neema haukuwa wazi. Ukumbi ulikuwa kimya, kila mtu akisubiri kusikia uamuzi wa Baraka. Alisimama katikati, akiwatazama wote watatu, Neema, Juma na mtoto. Hii sio rahisi, alisema polepole. Neema alilia kimya kimya. Najua. Baraka aliendelea, lakini maisha hayawezi kujengwa juu ya siri. Maneno hayo yaligusa kila mtu. Juma alinyamaza, akimwangalia kawa makini. Baraka alisogea karibu na mtoto, akainama kidogo ili awe usawa wake. Unaitwa nani? Aliuliza kawa upole. Mtoto alijibu, naitwa Amani. Baraka alitabasamu kidogo. Amani, jina zuri sana, alisema. Kisha alisimama tena, akimwangalia Neema. Ukweli huu umechelewa, lakini siwezi kuupuuza, alisema. Ukumbi mzima ulikuwa kimya, kwa sababu sasa kila kitu kilikuwa kinategemea maneno yake yatakayofuata. Baraka aligeuka kumtazama Juma. Umeonyesha ujasiri kuja hapa leo, alisema. Juma alitikisa kichwa kidogo. Nilikuja kwa ajili ya mwanangu. Baraka alikubali kawa macho. Kisha akageuka kawa Neema. Na wewe umebeba mzigo huu peke yako kwa miaka mingi, alisema kawa sauti ya upole. Neema alilia zaidi.
Nilikuwa naogopa kupoteza kila kitu. Baraka alijibu, na kwa hofu hiyo ulipoteza amani yako. Ukumbi ulikuwa kimya kabisa. Baraka alitembea hatua chache, akionekana kufikiria kwa kina. Kisha akasimama. Sitaendelea na harusi hii leo, alisema kwa utulivu. Maneno hayo yalishuka kama mzigo mzito. Watu wengine walishusha pumzi, wengine walitikisa vichwa kwa huzuni. Neema alifumba macho, machozi yakimtiririka, lakini hakupinga. Kwa sababu ndani yake alijua huo ndio ukweli aliokuwa anakimbia. Juma alimtazama Baraka kwa heshima. Samahani kwa kuvuruga siku yako, alisema. Baraka alitikisa kichwa. Hapana, umenisaidia kuona ukweli mapema. Maneno hayo yalionyesha ukomavu wake. Mama Rehema alisogea karibu na mtoto. Amani, njoo hapa, alisema kwa upole. Mtoto alishika mkono wake, bado hajui uzito wa yote yaliyotokea. Neema alisogea polepole kwa Juma. Samahani kwa kila kitu, alisema kwa macho ya machozi. Juma alimwangalia kwa muda. Niliumia, lakini leo nimepata kile nilichokuwa natafuta, alisema kwa utulivu. Alimtazama mtoto wake, na hiyo ilitosha. Ukumbi ulianza kupungua taratibu, watu wakiondoka kwa utulivu. Hakukuwa na kelele tena, kulikuwa na ukimya wa kutafakari. Jioni ilipoingia, ukumbi ulikuwa karibu tupu. Neema alibaki ameketi peke yake kwa muda. Hakukuwa na muziki tena, hakukuwa na vicheko. Alibaki na mawazo yake tu. Mama Rehema alimsogelea polepole. Binti yangu, bado kuna maisha mbele yako, alisema kwa upole. Neema alitikisa kichwa. Lakini nimepoteza mengi. Mama Rehema alimshika mkono. Lakini umeupata ukweli, na huo ni mwanzo mpya. Kwa upande mwingine, Juma alikuwa nje na mtoto wake. Alimshika mkono kwa upole, akitembea naye taratibu. Amani alimwangalia na kusema, wewe ni nani? Juma alitabasamu kwa machozi. Mimi ni baba yako. Mtoto alitabasamu kidogo, bila hofu. Na hapo ndipo mwanzo mpya ulianza kwao. Siku chache baadaye, maisha yalikuwa yamebadilika kwa kila mtu. Baraka alichagua utulivu. Hakurudi kwa Neema, lakini hakumchukia. Alisema tu, ukweli uliokuja leo utanilinda kesho. Neema alianza upya maisha yake, si kwa haraka, bali kwa kujifunza. Alianza kujenga uhusiano na mtoto wake taratibu, akijaribu kurekebisha makosa ya zamani. Juma naye alisimama kama baba. Hakuwa na mali nyingi, lakini alikuwa na kitu kibwa zaidi: ukweli na familia. Na Amani alikuwa katikati ya watu waliokuwa wamejifunza kupitia maumivu. Hadithi ilibaki kuwa somo. KWA, wengi, kwamba siri zinaweza kufichwa. KWA kwa muda, lakini si milele. Kwamba hofu inaweza kuharibu, lakini ukweli unaweza kujenga upya, na kwamba maisha bora hayaanzi kwa utajiri, bali kwa ukweli.